Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba Wydad Casablanca wanafikiria kutuma ofa kwenda kwenye klabu ya Young Africans ili kupata saini ya Djigui Diarra. Kwa taarifa nilizonazo ni kwamba wanatarajia kutuma ofa yao kesho kutwa siku ya Ijumaa. Djigui Diarra ameendelea kuthibitisha kwa vitendo kuwa yeye ni mmoja wa makipa bora barani Afrika kwa sasa. Na baada ya kufanya makubwa katika michuano ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Mali, jina lake limeanza kutajwa kwa uzito mkubwa kwenye ramani ya soka la Afrika Kaskazini, ambapo taarifa zinaeleza kuwa klabu kubwa ya Morocco Wydad Casablanca imeonyesha nia ya dhati ya kutaka huduma ya golikipa huyo anayekipiga Young Africans Sports Club. Diarra alikuwa nguzo muhimu sana kwa timu ya Mali katika AFCON, akisaidia timu yake kwa kuokoa michomo migumu, kuonyesha utulivu wa hali ya juu langoni pamoja na uwezo wake wa kuongoza safu ya ulinzi, jambo lilowavutia sana wachambuzi wa soka na maskauti kutoka vilabu vikubwa barani Afrika, akiwemo Wydad Casablanca ambao wanatajwa kuanza mchakato wa ndani wa kutuma ofa rasmi mezani kwa klabu ya Yanga. Wydad Casablanca ni moja ya klabu zenye historia kubwa barani Afrika, wakiwa na mataji ya ligi ya mabingwa Afrika na uzoefu mkubwa kwenye mashindano ya CAF. Hivyo nia yao kwa Diarra inaonyesha wazi thamani na kiwango alichokifikia golikipa huyo ndani ya muda mfupi tangu ajiunge na Yanga. Chanzo cha karibu na klabu hiyo kinasema Wydad wanatafuta golikipa mwenye uzoefu wa kimataifa, mwenye uwezo wa kucheza chini ya presha kubwa, na Diarra ameonekana kuwa chaguo sahihi kutokana na alichokifanya au alichokionyesha AFCON pamoja na mchango wake ndani ya Yanga kwenye mashindano ya ndani na ya kimataifa. Kwa upande wa Yanga, taarifa zinaeleza kuwa viongozi wa klabu hiyo wanafahamu kabisa maslahi yanayomzunguka Diarra, lakini hawapo tayari kumwachia kirahisi, wakitambua mchango wake mkubwa kwenye kikosi na umuhimu wake katika mipango ya muda mrefu ya timu, hasa ikizingatiwa malengo ya Yanga kwenye ligi ya mabingwa Afrika na mashindano ya ndani. Hata hivyo, katika soka la kisasa, ofa nono inaweza kubadilisha mambo kwa haraka, na kama Wydad Casablanca watakuja na dau kubwa, Yanga wanaweza kuingia mezani kufanya mazungumzo kwa maslahi ya klabu na mchezaji. Kwa upande wa Diarra mwenyewe, kujiunga na Wydad Casablanca kungekuwa hatua kubwa sana kwenye taaluma yake, kwani angepata jukwaa pana zaidi barani Afrika, mshahara mkubwa pamoja na fursa ya kushindana mara kwa mara kwenye hatua za juu za mashindano ya CAF, jambo ambalo linaweza kumpa nafasi hata zaidi kwenye timu ya taifa ya Mali. Mashabiki wa Yanga pia wameanza kuonyesha hisia tofauti, wengine wakitamani Diarra aendelee kubaki kuijenga Yanga na wengine wakiona kuwa huu ni wakati sahihi kwa klabu kunufaika kifedha kabla ya thamani yake haijashuka. Kinachosubiriwa kwa sasa ni hatua rasmi kutoka Wydad Casablanca kama watatuma ofa mezani na majibu ya Yanga Sport Club juu ya mstakabali wa golikipa wao namba moja, huku macho ya mashabiki wengi wa soka Afrika yakielekezwa kwenye dili hili linaloonekana kuchukua sura kubwa siku hadi siku. Djigui Diarra ameendelea kung'ara na kuvutia macho ya vigogo wa soka barani Afrika baada ya kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Mali, hali inayofanya klabu sasa kubwa ya Morocco Wydad Casablanca kuonesha nia ya dhati ya kumnasa golikipa huyo anayekipiga ndani ya klabu ya Young Africans. Djigui Diarra anapanda thamani yake inapanda kwa kasi baada ya kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Mali pamoja na kiwango bora anachoonyesha akiwa ndani ya Yanga. Kwa upande wa takwimu, Diarra ameonyesha uimara mkubwa langoni, ambapo katika mashindano ya kimataifa na ya ndani ameisaidia Yanga kupata clean sheet nyingi. Ameonekana kuwa na asilimia kubwa ya kuokoa michomo hatari na amekuwa mmoja wa makipa wachache walioweza kuokoa mikwaju ya penati kwenye mashindano makubwa ya AFCON, jambo lililoipa Mali faida kubwa AFCON na kuisaidia timu yake kuingia robo finali. Pia Diarra anasifika kwa uwezo mzuri wa mpira ya juu, utulivu mkubwa chini ya pressure na mawasiliano mazuri na mabeki, takwimu zinazoandikwa lakini zinazoonekana wazi kwenye uchezaji wake kwenye AFCON. Alihesabika kama mmoja wa makipa waliokuwa na idadi ndogo ya mabao ya kufungwa kwa mechi, akiongoza thamani yake sokoni na kuwavutia vilabu vikubwa kama Wydad Casablanca ya Morocco. Kwa ujumla, takwimu
na thamani ya Diarra zinaonyesha wazi kuwa huyu ni golikipa wa kiwango cha juu barani Afrika, na dili lake lolote linahitaji ofa nono endapo Yanga watamruhusu kuondoka. Djigui Diarra alifanya saves nzuri sana na kali zaidi na kuisaidia timu yake ya Mali kuingia hatua ya robo fainali baada ya kuokoa michomo ya penati miwili dhidi ya timu ya Tunisia na kufanya kuwa gumzo kubwa zaidi. Na baada ya kucheza dhidi ya Morocco, mchezo wa kwanza dhidi ya Morocco, Diarra alifanya kazi kubwa zaidi na kuisaidia timu yake kutokuruhusu magoli mengi na kusababisha kufungwa bao moja ambalo ilikuwa ni udhaifu ama makosa yaliyotengenezwa na mabeki wake, na hivyo hakulaumiwa kwa chochote kile. Na hapa ndipo tunafikia tamati ya taarifa yetu. Usisahau kuendelea kufuatilia Malkia wa Soka, channel inayokuletea habari moto moto, uchambuzi wa kina na matukio makubwa ndani na nje ya uwanja wa soka. Bonyeza likes, subscribe na share video hii ili usipitwe na taarifa nyingine nzito. Mimi ni Queen Liz, Malkia wa Soka. Mpaka wakati mwingine tena, soka linaendelea, sisi tunaendelea kukuletea kila kinachoendelea.